Sawa, kama nilivyosema, sasa hivi sisi timu yetu ya makamu tuko Songea. Ni kilomita 69 kutoka Mbinga, ambapo mwenyekiti yuko ametoka Mbamba Bay na akafanya mkutano Mbinga mjini, ambapo ndio baada ya kufanya mkutano mzuri sana amekamatwa. Na kama nilivyokuwa nasema, pote timu ya mapolisi iliyotawanywa ni timu kubwa sana, na RPC na OCD ndio wanao organize kila kitu. Imeanza na kuzuia mikutano katika kila eneo ambalo tumepangiwa. Watu wetu wananyimwa vibali vya kufanyia mikutano kwenye maeneo ya umma. Ndio maana nimesema kwamba swala hili haliwezi kuwa tu swala la watu wengine. Remotely wanaweza kuwa wamehusika, lakini directly inayotumika hapa ni mfumo wa serikali wenyewe, kwa sababu anayekuzuia kufanya mkutano kwenye uwanja wa umma ni polisi. Hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka hiyo, na hakuna mwenye mamlaka ya kutoa maagizo hayo. Lazima yatoke kwa mkuu wa serikali au wakubwa wa serikali wa ngazi mbalimbali. Lakini ya pili, hoja imekuwa ni nzito sana katika kila mikutano. Kwa hiyo nadhani wame-assess na kuona kwamba hoja hizi hazina majibu, na kwa sababu hazina majibu hawataki mikutano mikubwa iendelee kufanyika. Hichi ndicho kinachofanyika, na kwa maana hiyo sina hakika hata mkutano wetu wa Songea mjini kesho kama unaweza kufanyika, kwa sababu tayari dalili zinaanza kuonekana. Sisi tumefanya mkutano katikati ya mji wa Peramiho leo, lakini mapolisi walikuwepo, hawakufanya interference yoyote leo, lakini ni kwa sababu nadhani kulikuwa hali ya Peramiho ni kama hali iliyotulia. Peramiho unajua ni eneo zaidi ya kanisa. Wale watu wana loyalty kwa watu wao. Japo najua kwamba mbunge wa hapa ambaye ni Jenista ni waziri wa siku nyingi sana, ni mbunge wa siku nyingi sana, naye amewatisha watu wake. Actually tuna kesi kubwa, labda kesho mtaiona kwenye vyombo vya habari. Kuna kesi kubwa zaidi ambayo analalamikiwa yeye kwa kuhujumu baadhi ya watu wake na kuwatisha kwa viwango vikubwa kabisa. Kuna watu mpaka wanakwenda kwamba kuna mambo yote yenye sura ile ya madawa ya kienyeji, uganga wa kienyeji na kadhalika. Lakini haya nadhani tutaongea baada ya mkutano wa kesho. Kwa hiyo kwa saa hizi labda niseme tu kama bahati nzuri ilivyo hapo, kuna wakili Peter Kibatala na mwenyekiti wa vijana ambaye Mahinjila naye ni wakili wa mahakama kuu. Ndio tuna organize namna ya kwenda kuwatuma. Sasa hatujui bado kama Lissu yuko Mbinga au tayari wameshaamua kumleta Songea, kwa sababu mkoa ni Ruvuma, na mkoa wa Ruvuma makao yake makuu ndio Songea. Kwa hiyo Mbinga ni sehemu ya mkoa wa Ruvuma, na kama ni RPC basi atapaswa kuleta kwa RPC Songea mjini au RCO ambaye ndio hatimaye anayeandaa mashtaka ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo inawezekana watamuondoa kule, lakini hatujapata definitely kwamba ni nini kinaendelea, kwa sababu wanaelekea kuwafukuza watu hata kwenye kituo cha polisi. Ni kama hawataki watu waende pale kituo cha polisi kuwatetea au kuwasaidia ndugu zao. Kwa hiyo tunatafuta, lakini wakati huo tumeweka standby mawakili wetu kina Peter Kibatala waondoke. Peter Kibatala alikuwa hapa kwa shughuli nyingine, inaelekea kuna mawakili kadhaa wako hapa walikuwepo hapo kwa ajili ya shughuli zao nyingine, lakini hiyo ndio imekuwa advantage kwa upande wa kwetu. Sijui kama kuna maswali niweze kuyajibu au mimi na swali nirudi Dr. Slaa. Kesho ilikuwa Tundu Lissu alikuwa kesho anahutubia wapi? Kesho timu zote mbili, unajua operation yetu hii inakwenda na timu mbili, timu ya mwenyekiti Tundu Lissu na timu ya makamu mwenyekiti. Mimi niko kwenye timu ya Tundu Lissu ya makamu mwenyekiti. Kwa hiyo wao leo walikuwa Mbamba Bay na Mbinga mjini. Sisi tulikuwa Peramiho
sehemu mbili za Peramiho. Kwa hiyo matatizo haya yametokea upande wa Mbinga ambayo ndio ilikuwepo mwenyekiti. Kwa hiyo kesho mlikuwa mkutane wote? Kesho timu zote mbili zinakutana Songea kwa kawaida, au wakati tunaanza au wakati tunamaliza katika mkoa, timu zote mbili tunakutana. Kwa kesho ilikuwa Songea mjini kwa wote wawili. Wao wameogopa moto wa kesho. Hiyo clearly nafikiri wameogopa huu moto wa kesho. Mwingine mwenye maswali ya kumuuliza Dr. Kabaja. Akawa anamfuatilia kumlazimisha aondoke naye. Sasa wakati huo Lissu walikuwa bado wanachangisha tone tone. Wakati anajaribu kumlazimisha, Mheshimiwa Lissu akalazimika kurudi jukwaani kwenda kuzungumza na wananchi kwamba kuna mtu ananizonga hapa, anatafuta kitu gani. Kwa hiyo ndo ikalazimika waanze kushambulia sasa mkutano hawa mapolisi wengine, kupiga mabomu na nini, watu kuwatawanya, ndo wakafanikiwa kumkamata wakiwa jukwaani. Lakini baadhi ya watu bado wamebaki kwenye uwanja kwa ajili ya kutoa vyombo vya matangazo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wameondoka naye. Kwa waliokuwa uwanjani hawakuona kwamba wamepelekwa moja kwa moja kituo cha polisi. Na mimi ambaye nimeongea naye ni kwamba wanawasiliana na wenzao kuhakikisha kwamba wanafika kituo cha polisi moja kwa moja kuthibitisha kwamba wamempeleka kituo cha polisi. Sasa taarifa ya Albin sijajua kama ni tayari amesha confirm kwamba yuko kituo cha polisi, lakini walau mimi nimeongea na mtu ambaye yuko uwanjani muda huu na amethibitisha kwamba kweli mwenyekiti amekamatwa na wameondoka naye. Kwa hiyo ni Mbinga mjini, sio Mbamba Bay. Mbamba Bay ni kula alikopewa samaki, ilikuwa ni mchana. Naomba tuweke vizuri record hapo. Walikuwa wanasema wametoa samaki. Lakini kama tunavyosema kwamba wenzetu wa serikalini hawawezi kuvumilia haya mambo ambayo wanaambiwa, kwa sababu ukweli unauma sana. Ukweli siku zote umekuwa ukiwauma sana. Mambo yanayozungumzwa, Lissu anawafungua wananchi macho. The way wanavyoibiwa rasilimali zao. Yani angalia ambavyo kumbe ukanda wa kusini ulivyokuwa na rasilimali za kutosha kiasi cha kwamba ungeweza kutajirisha nchi yetu, lakini mikoa ya kanda ya kusini ni maskini ya kutupwa, pamoja na rasilimali zote za makaa ya mawe na chuma inayopatikana kule. Lakini pia tumeambiwa kuna madini yanaitwa aluminium. Sasa vitu kama vyote hivi ndugu yangu, bado kuna gesi kusini mwa Tanzania, bado kuna zao la korosho ambalo ni maarufu duniani kote, lakini bado mikoa hii ni maskini ya kupindukia na wananchi wake ni mafukara, na huoni mtu anawasemea watu wa kanda kusini. Sasa mwenyekiti ameingia kule ile corridor, amezungumza mambo ambayo wananchi lazima wayajue. Hawa jamaa kwa sababu hawawezi kujibu, wanapandisha jazi, wanapandisha hasira, kazi yao ni kwenda kumzuia na kumkamata ili asifanikishe mikutano.